Wakati mwingine wapo wananchi ambao hujikuta mahabusu au gerezani, si kwa sababu wamepatikana na hatia kwa haki, bali kutokana na kutokujua haki zao au kukosa uelewa wa taratibu za kuzidai. Nikaenda kufanya kazi 2025 huko Mwanza, nikafanya hapo miezi minne. Nitamdai hela, nataka kwenda nyumbani. Akaniambia hivi, nyumbani subiri, mimi sina hela sasa hivi. Kama nataka kwenda nenda, mimi sina hela. Mimi nikamwambia mimi nataka hela ya kwenda nyumbani. Akasema mimi nitakufanyia kitu kibaya, utaondoka. Baadhi hukosa msaada wa mawakili, wengine kushindwa kutimiza masharti ya dhamana, hali inayosababisha haki kuonekana kama jambo lisilofikika. Akanipeleka polisi, wakaniweka kituoni kama hizo siku 3. Kaenda tena kituoni kingine. Nilipoenda kituo kingine nikamaliza na yenyewe siku 3, tukaenda mahakamani. Kaniambia nimeiba hela 300,000 na vyombo, redio na nguo za watoto na nguo zake. Mimi nikamwambia mimi vitu sina. Nilihukumiwa miezi 5. Nilivyohukumiwa kwenda gerezani, nikampigia mama, akasema sina nauli ya kufika huko. Sasa mimi nitafanyaje? Kwa hiyo nitakupigia tu maombi. Hata hivyo, kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, wengi wamepata tumaini jipya, wakisaidiwa kutoka katika changamoto hizo na kuoneshwa kuwa haki inawezekana pale msaada wa kisheria unapowafikia wenye uhitaji zaidi. Wakaja wa Wizara wa Katiba na Sheria, kaniuliza miaka, nikaambia na miaka 16. Walinipa msaada, wakaniambia hivi, huyu hamna, ni mtoto mdogo, aachiliwe. Nawashukuru sana, nashukuru na Samia alivyonipa msaada huu. Mungu azidi kuwatumia, azidi kusaidia na wengine wanaoonewa.